Kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Geita ikiongozwa na mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Geita Lucy Beda pamoja na wakala wa huduma za misitu shamba la miti Geita Rwamgasa wameteketeza ekari 3.5 za shamba la bangi iliyokuwa imelimwa katika hifadhi ya shamba la miti Geita Rwamgasa. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuteketeza bangi hiyo, mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Geita Lucy Beda amewataka baadhi ya wananchi wanaolima bangi hiyo kuacha mara moja na badala yake wawekeze nguvu katika kilimo kinachostahili kulimwa katika maeneo mengine na sio ndani ya hifadhi. Leo tulifika hapa kwenye shamba la miti la Geita Rwamgasa ambalo kama tulivyoambiwa linazo hekari 28,160 na eneo hili lililolimwa bangi lina hekari 3.5. Tunafahamu wote kwamba hii ni hifadhi na kazi yake ni kuhifadhi miti kwa ajili ya kizazi chetu na kizazi kijacho. Lakini tunaona wananchi wanaingia katika hifadhi hii wanafanya shughuli za kibinadamu ikiwepo kuchungia mifugo lakini pamoja na kilimo, na mbaya zaidi wamefanya kilimo cha bangi. Kwa hivyo kama serikali tunatoa wito kwa wananchi kuacha mara moja kufanya shughuli za kibinadamu katika maeneo ya hifadhi. Wote tunafahamu umuhimu wa hifadhi. Ndio natusaidia kwa ajili ya mazingira yetu. Hii mvua inayonyesha yote ni kwa ajili ya kuhifadhi mazingira tulionayo. Kwa kama tutashindwa kutunza mazingira, maana yake ni kwamba tutakuwa katika hali ngumu, tutakuwa na mvua na kilimo cha kawaida hakitawezekana na maisha yatakuwa ni magumu. Kwa hivyo tunawasihi sana wananchi kuacha mara moja kuingia katika hifadhi na kufanya shughuli za kibinadamu. Tuache hifadhi iendelee kufanya kazi ya hifadhi ili iweze kuendelea kutunza mazingira yetu. Na sisi wananchi ambao tuko mahali hapa tukiwa mabalozi kwa wananchi kule kijijini kwamba serikali inapiga marufuku shughuli hizi, haziruhusiwi kabisa ndani ya hifadhi yetu. Sisi tuendelee kutunza mazingira yetu. Tunapotunza mazingira na mazingira yanatutunza sisi. Katika shughuli zetu za doria tulikuja kubaini baadhi ya wakulima wanafanya kazi ya kulima bangi ndani ya hifadhi. Kilimo hiki kilikuwa kazi kutambua kwa sababu bangi hii inalimwa katikati ya mahindi. Akipanda hindi, mstari unaofuata anapanda bangi. Kwa hiyo ukiangalia shamba kwa mbali unaweza kaona ni mahindi, lakini kumbe ndani yake ni bangi. Tumefanikiwa kukamata mtu mmoja ambaye tumemchukulia hatua za kisheria na tayari yuko kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya hatua zaidi. Eneo hili lina ekari 3.5 ambalo limelimwa bangi katika hifadhi yetu hii ya Geita Rwamgasa. Nitoe wito kwa wananchi. Hifadhi zetu zote nchini haziruhusu shughuli za binadamu ikiwemo kilimo, kuchunga mifugo, kulima bangi pamoja na kuweka makazi ndani ya hifadhi. Hivyo nitoe wito kwa wananchi kuacha mara moja shughuli hizi katika hifadhi hii ya Rwamgasa. Kwa kifupi ni kwamba nimeshuhudia, nimeona na nimeshiriki zoezi hili la utekelezaji wa shamba hili la bangi. Lakini kama kiongozi wa eneo hili, eneo jirani la kijiji cha Busora B, nitatumia nafasi yangu kuhakikisha natoa elimu kwa wananchi kwenye mikutano ya hadhara, kwenye vikao mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunazuia na tunaendelea kushirikiana na wananchi kukataa kuingia kwenye hifadhi kufanya shughuli za kibinadamu kwenye eneo letu la hifadhi. Mimi niseme tu kwamba historia ya nyuma kwamba imewahi kukamata bangi, hapana, haijawahi, lakini nimejionea leo hapa kwamba bangi, kumbe pori hili linalimwa bangi nyingi sana. Maana nimezifyeka mwenyewe mpaka sasa hivi natoka jasho. Wito wangu kwa wananchi, nitaenda kuwa balozi mkubwa sana kwa sababu vitu kama hivi hatuvihitaji. Watu wanakuja wanalalamika, tunaona kumbe wana mambo yao mengine hifadhi. Kwa hiyo wahifadhi wao washike tu hatua, kama ni watu kutokulima kuchungia humu basi waambie wasichungie, maana hii ni hatari sana kwa binadamu. Haya ni madawa ya kulevya. Kwa hiyo taasirisha watoto wetu mpaka na vizazi vingine ambavyo viko pale mbele yetu.